Na mtazamaji, wa pelelezi katika kituo cha polisi cha Central wanachunguza ulaghai wa dhahabu ambapo raia wa Marekani alilaghaiwa takriban shilingi milioni 37 kwa ahadi ya kuuziwa dhahabu. Maafisa hao wakivamia makao yaliyoaminika kuhifadhi dhahabu hizo katika eneo la Hurlingham hapa jijini Nairobi. Washukiwa wawili kwa sasa wanasakwa, huku sasa ikibainika kwamba madini yaliyouziwa mfanyabiashara huyo ni shaba na zinc, kama Ode Francis anavyoarifu. Ni operesheni ya kuwasaka washukiwa wa ulaghai wa dhahabu katika mtaa huu wa Hurlingham Rosewood Avenue, ambapo iliwafikisha maafisa wa DCI katika chumba hiki na kuvunjwa. Anayefuatilia ulaghai huu ni raia huyu wa kigeni kutoka Marekani kwa jina David White Odell, aliyefika Kenya kununua dhahabu ya kilo 150 na kulipa nusu milioni 37. And so I witnessed an operation where they were smelting. They had 150 there in nugget form, and they did the smelting there at the compound. The gentleman that was the shipping agent and ran it, his name was Collins. And the gentleman that approached us and we conversed with for a good period of time, his name was Paul Chogo. Sasa wanatafutwa na majasusi kwa madai ya ulaghai wa dhahabu. Observing the smelting process, very professional. We thought, hey, this is a professional operation. And they produced the first smelting batch was the initial collateral for the 50 kilograms, and give it to us in a box. And we had prior rented this box here on the 7th, jointly with Paul Chogo. Wakawa na makubaliano na David White kuletwa katika chumba hiki chini ya mwavuli wa kampuni kwa jina Sky Eagles Ultravolt Limited kwa ajili ya uaminifu wa baada ya malipo basi dhahabu itaondolewa hapa na kusafirishwa Marekani. Na mtazamaji, ni katika chumba hiki ambacho aliyehadaiwa aliweza kuingizwa katika chumba hiki ambacho nyuma yangu kiko na vijisanduku ambavyo aliletwa katika kijisanduku hiki akiambiwa kwamba dhahabu iko hapa na akapewa funguo. Hakujua kwamba analaghaiwa. Tulirejea kituoni Central kukagua dhahabu inayodaiwa kuwa dhahabu aliyoinunua David White kufunguliwa. Kawa imepakia vipande 6 vya dhahabu na ambayo kwa sasa inawasilishwa kwa Wizara ya Madini ili kubaini iwapo ni dhahabu halisi au la. Kulingana na polisi, biashara ya utapeli na kuuzwa kwa bidhaa ambazo haziko imenoga mno jijini, waathiriwa wakisalia kusaga meno. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.